باب فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هو ملango وفضل علي بن أبي طالب. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema la u'tiyanna ar-rayata ghada rajulan la u'tiyanna ar-rayata wallahi nitampa bendera kesho rajulan mtu ambaye yaftahu Allahu ala yadayhi atafungua Allah kupitia mikono yake ataleta nusra Allah kupitia mikono yake nitampa bendera kesho mimi mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ataileta nusra kupitia mikono yake ushindi utapatikana kupitia yeye قال akasema Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu fabata an-nas yadukuna laylatahum wakakesha watu wanazungumza katika usiku wao yadukun yakhudhuna fi al-kalam ikawa watu usiku ule hawalali wanazungumzia habari ya huyo atakayepewa bendera kesho ni nani ayyuhum yu'taha ni nani katika wao atakayepewa hiyo bendera ayyuhum ni nani katika wao yu'taha atakayepewa hiyo bendera fabata an-nasu wakakesha watu yadukuna lailatahum wanazungumza katika usiku wao ayyuhum yu'taha ni nani katika wao atakayepewa hiyo bendera falamma asbaha an-nasu ghadaw ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wakati walipopamaukiwa watu walikwenda mapema kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wale waliroka asubuhi kila mmoja akaenda pale mapema kabisa kulluhum yarju an yutaha kila mmoja katika wao au wote kulluhum lakini tafsiri kila mmoja kwa sawa kulluhum wote kila mmoja katika wao yarju an yutaha anataraji kupewa hiyo bendera kila mmoja anaona kwamba nitapewa mimi natarajia labda ni mimi فقال أين علي بن أبي طالب Mtume صلى الله عليه وسلم akauliza pale akasema yuko wapi Ali bin Abi Talib فقالوا يشتكي عينيه يا رسول الله wakasema anashtakia anauguza macho yake ewe mtume wa Allah yani anayeshtakia anaumwa macho قال فأرسلوا إليه akasema mpelekeni mjumbe kwake fatuni bihi muniletee aje naye hapa faarsilu ilayhi pelekeni mjumbe kwake fatuni bihi mniletee huyo Ali falamma jaa wakati alipokuja Ali basaqa fi ainaihi akamtemea mate katika macho yake Mtume صلى الله عليه وسلم akamtemea mate katika macho yake Ali bin Abi Talib wadaa lahu na akamuombea yeye akamwombea dua nzuri pa dua ya khairi wadaa lahu na akamuombea yeye fabaraa akapona hatta ka'an lam yakun bihi waja'un mpaka akawa kana kwamba hakuwa na maradhi yoyote hatta ka'an lam yakun bihi waja'un mpaka akawa kana kwamba hakuwa na maumivu yoyote au maradhi yoyote akapona akawa mzima kabisa pale pale fa'atahu ar-raya akampa ile bendera shika bendera hii faqala Ali akasema Ali radhiyallahu anhu kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ewe mtume wa Allah uqatiluhum hatta yakunu mithlana je nipigane na wao mpaka wawe mfano wetu yani wawe kama sisi uqatiluhum nipigane na wao adatu istifham mahdhuf ay hal uqatiluhum nipigane na wao hatta yakunu akusema aqtuluhum ni waue la uqatiluhum kwa bina ya musharaka kwa sababu najua kwamba nawaendea na wao watakuwa wanapigana
hakuna atakayesimama tu niue tu, la. Ndio maana nasema uqatiluhum, nipigane nao, hatta yakunu mithlana, mpaka wawe mfano wetu. Faqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, unfudh ala rislika, nenda juu ya utulivu wako. Ala mahli, unfudh ala rislika, nenda juu ya utulivu wako, yani fanya utaratibu tulivu, usiwe na papara. Hatta tanzila bisahatihim, mpaka utakaposhukia katika uwanja wao. Hatta tanzila bisahatihim, mpaka utakaposhukia kwenye uwanja wao. Yani si ukifika tu wavamia, choma moto, piga watu, wakata miti, la. Nenda kwa utaratibu, nenda kwa utuvu, kwa utaratibu, kwa upole, mpaka utakapofika katika mji wao, katika uwanja wao. Umefika katika mji wao, thumma du'uhum ila alislami, kisha walinganie wao, waite wao kwenye Uislamu. Ukifika walinganie kwenye Uislamu, jamani, sisi tumekuja, dini yetu ni hii, yatuamrisha hivi na hivi na hivi na hivi, mtume wetu ametuamrisha haya, Qur'ani yasema hivi kadha. Wafikishieni Uislamu, walinganie kwenye Uislamu, pamoja na kwamba wao wakiwa na nguvu, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma, hawachungi kwa Waislamu udugu wala dhimma, wao hawaangalii hilo. Wakishapata nguvu tu makafiri, wao wanaweza kuwasaga nyote tu, lakini nyinyi msiwe kama wao. Nyinyi walinganieni, nendeni kwa upole, waambieni neno la sawa. Ud'uhum ila alislam, thumma ud'uhum ila alislam wa akhbiruhum bima yajibu alayhim, na waelezee, wapeni habari, wape habari wao kwa lile ambalo linapasa juu yao, min haqqi llahi fihi, katika haki za Allah ndani yake, kwamba haki ya Allah ni hii, an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a, kwamba mumwabudu yeye wala msimshirikishe yeye Allah tabaraka wa taala kitu chochote. Waambie mambo kama hayo, yale mambo ya msingi ambayo yanapasa kwao. Fa wallahi, ninaapa kwa Allah, la yahdi Allahu bika rajulan wahida, kumuongoza Allah kwa sababu yako wewe, mtu mmoja tu, yani kuwa Allah amemuongoza mtu mmoja tu kwa sababu yako. La yahdi Allahu bika rajulan wahida, kumuongoza Allah kwa sababu yako wewe, mtu mmoja tu. Khairul laka, ni bora kwako wewe, min an yakuna laka humrun naami, min an yakuna laka, kuliko kupata wewe, kuliko kuwa una wewe, humrun naami, humrun naami, ngamia wekundu. Kwa hiyo itakuwa ni min idafati sifati ila mausufiha. Humr ni jamu ya ahmar, lakini ikitiwa dhamma tu hapa ikawa humuru, itakuwa ni jamu ya himar, jamu ya himar. Kwa hiyo ukisema humurun naami, punda wa ngamia, hakuna Kiarabu hicho. Humuru an-naami, punda wa ngamia, hakuna hiyo, ni humrun naami kwa sukuni ya mim, kwa sababu humru ni jamu ya ahmar. Sawa, kwa hiyo takiwa lifahamike. Kwa hiyo unaonyesha fadhila ya da'wa kabla hujawafikia watu na kutaka kuwapiga, na da'wa na kuwalingania ni jambo bora zaidi. Wakiongoka watu hawa kwa kupitia ule ulinganizi wako, wakaukubali Uislamu wa sawa kabisa, jambo hilo ni bora kabisa. La yahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin naami, au khairun laka min an yakuna laka, khairun laka min an yakuna laka, ni bora kwako wewe kuliko kukupatikania wewe. Takuwa yakuna ni tamu, ay khairun laka min an yahsula laka, ni bora kwako kuliko kukupatikania wewe, ukapata wewe. Humrun naami, ngamia wekundu. Nasallallahu at-tawfiq was-sadad. Mahali shahidi hapa, kila mmoja alikuwa anatarajia kupewa bendera. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nitampa mtu kesho bendera, mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ataifungua, ataleta nusra kupitia mikono yake. Hizi ni katika fadhila za
Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Na sisi ahlus sunnah wal jamaa hatufichi fadhila yoyote katika masahaba, na ndio maana masahaba wakazitaja fadhila hizo na aima wakazipokea hadithi hizo. Aima wa ahli sunna wakaziweka katika vitabu vyao, si katika nawasib. Ni aima wa ahli sunna, si katika rawafidh, si katika rawafidh wala katika nawasib. Wamezipokea hadithi hizo wakaziweka katika vitabu ili umma uje ufahamu fadhila za watu hawa bila kuzidisha wala kupunguza. Na hawakuweka kwa lugha nyingine wanasema hawakuweka kwa bahati mbaya kwamba walikuwa watakuficha lakini hii sasa wakashindwa kabidi waiweke. Wanawachuoni wameafikiana katika vitabu mbalimbali zikawekwa hadithi hizi, fadhila za Ali bin Abi Talib, fadhila za Umar, fadhila za Uthman, fadhila za Abu Bakar, fadhila za azwaj ummahatul mu'minin, fadhila za Fatima, fadhila za fulani, hivi kitabu al-fadhail wal manaqib au kutubu al-manaqib ziko. Kwa hiyo hizi ni katika amana walizonazo ahli sunnah wal jamaa, hawamfanyii khiana yoyote, na hizi ni katika fadhila. Wala fadhila hii haionyeshi ya kwamba eti Ali bin Abi Talib ndiye bora kuliko watu wote na yeye ndiye anastahili kuwa khalifa, kwa sababu kama ikiwa ndio hivyo, kama ni hivyo basi na mwingine naye ana fadhila kama hii baada yake na yafuatie na hivyo hivyo mpaka wanakuja wa mwisho wao, na hakuna aliyekusanya fadhila kama fadhila za Ali bin Abi Talib katika waliokuja baada yao, bali katika makhalifa, katika masahaba yeye ni katika makhalifa katika wale makhalifa na masahaba bora. Na sisi katika afdalia tunasema ni Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali bin Abi Talib. Yani baada ya hawa sasa ndio mambo yataendelea, lakini hawa ni watu ambao fadhila zao ziko wazi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ali bin Abi Talib alitawala kutoka mwaka wa 35 au mwishoni 35 na 36, kuanzia mwaka wa 36 mpaka mwaka wa 40 alipouawa radhiyallahu anhu. Aliyemuua Ali bin Abi Talib anaitwa Abdurrahman bin Muljim qatalahu Allah, al-khariji al-khabith, mmoja katika makhawarij pia alitaqarrabu kwa Allah kumuua Ali bin Abi Talib. Kwa aliuawa mwaka wa 40, pakaingia maneno na vita kidogo, alafu baadaye jambo likatulia mpaka kufika mwaka wa 41 ule Hasan ibn Ali bin Abi Talib sayyidu shababi ahli aljanna akatanazal mwaka ule wa 41, madaraka na uongozi na ukhalifa ukaenda kwa Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu. Jambo likatulizana, ukaitwa mwaka wa jamaa, waislamu wote wakawa kitu kimoja. Natosha. Subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.